Bana, mambo vipi Rick Melody? Bana, fresh. Uko poa kabisa mzee? Niko fresh kabisa. Au sio? Yeah. Kwa historia kwa ufupi, pengine japokuwa nimeweza kukutambulisha, unaweza kutupa feedback kidogo? Historia yangu ya muziki, nimeanza rasmi 2023. Lakini before nilikuwa nafanya since niko darasa la 6. Nakumbuka ilikuwa 2013 nadhani. Nilikuwa nafanya mashuleni huko, lakini rasmi nimeanza kufanya 2023 nikiwa chuo mwaka wa pili, chuo cha diploma cha afya. Utabibu. Yes. Okay. Ukiachana na muziki, mimi ni doctor by professional. Okay. Yeah. Sawa. Kwa nini uliwaza kuwa mwanamuziki lakini pia una deal pia na issue za afya? Kwanza udokta haikuwa plani yangu kwenda kusoma. Okay. Nilikuwa sina lengo la kwenda kusoma. Mimi plani yangu ilikuwa ni muziki, lakini kwa pressure wazazi ambao walikuwa wanahitaji mimi nisome, wakaniambia soma kwanza and then muziki utafanya ukishamaliza. Kwa nilienda kusoma kwa sababu ya wazazi walitaka niende nikasome, lakini mwenyewe nikaona yes, nahitaji kwenda kusoma kwanza. Kwa nilivyoenda nikawa nasoma, lakini nikawa na uwezo wa kumanage vitu hivi kwa sababu kulikuwa kuna muda pia ambao unahitajika kwenda studio natenga, na muda pia wa kufanya vitu vya kusoma. Kwa nilifanya vile, na mshukuru Mungu haikuwa na ugumu kwangu kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda na nina passion nacho. Kwa haikuwa na ugumu kwangu, na masomo kweli magumu, lakini haikuwa na ugumu wote kwa sababu ni kutenga tu muda. Mimi nadhani kama kitu unakipenda na unakifeel kutoka moyoni kabisa, hautakata tamaa na utatenga muda. Mimi ni mzaliwa wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Nyumbani kabisa ni Nanga. Igunga, lakini sehemu fulani panaitwa Nanga. Okay, hapo ndo nimetokea na nimekulia hapo. Lakini masomo rasmi shule ya msingi, nimesoma shule ya msingi Mwamashimba. Nilipomaliza nikaenda nikasoma sekondari ipo Igunga pale pale mjini, inaitwa Aniani Secondary School. Baada ya hapo kumaliza nikawa nimefaulu, nikapangiwa advance Kigoma Kakonko. Lakini mimi sikuwa na utayari wa kwenda kusoma kwa sababu intention yangu ilikuwa ni kusoma bro, ilikuwa ni muziki. Kwa hiyo nikamwambia mamangu naomba nipeleke chuo cha muziki ambacho ni Bagamoyo. Tulibishana sana, akaniambia kama unahitaji kusoma inabidi ukae nyumbani. Kwa baadaye nikakaa nikafikiria ngoja niende nikasome. Lakini wakaniambia nikasome walimu bana. Hapo ndio ilikuwa kasheshe. Ndoto zako zilikuwa hizo? Sasa nilipokuwa msumbufu mimi shuleni nikafikiria kweli niende nikasome walimu nianze kusumbuliwa vile. Kwa nikawa nimekataa. Mamangu ndo aka option kwamba inabidi uende ukasome utabibu. Kwa nikaenda kusoma clinical officer chuo cha Nkinga Institute of Health Science kiko Tabora. Wilaya Igunga pale pale. Kwa nikasoma, lakini ukutaka kwenda mbali. Mamangu aliniguide. Nilikuwa nimechagua vio vyote vya dawa kwa sababu nilikuwa naamini nikienda dawa ndo nitafanikiwa. Kanjia kakwenda. Kwa akawa amenilimit, akaniambia wewe upasi kwenda kule na kupeleka chuo cha hapa karibu ili na kumanage vizuri. Kwa sikupinga, ikabidi nikubali. Kwa nikaenda nikasoma, lakini nikawa nafanya muziki kimya kimya. Yafahamu. Nikawa nachomoka naenda dawa kwa wanangu, hivyo narudi, lakini yafahamu. Sasa 2023 rasmi nakumbuka nilikutana na mwanangu anaitwa Gonza na kina Regis, wakanishauri inabidi utengeneze ngoma kali. Nilikuwa nafanya studio ambazo ni za rock, ngoma kali lakini studio ni rock. Kwa nikatengeneza ngoma ambazo ni nzuri zenye studio quality. Nikaenda kwa mwanangu Ox ambao yuko Mwanza. Alikuwa Mwanza nakumbuka nikaenda nikatengeneza naye ngoma, nikarudi. Unajua si wasanii tunashindwa kutoboa kwa sababu kwanza kipato. Cha pili hatujui sehemu gani nyimbo tunaweza tukazipeleka. Kwa nilikaa nikafikiria naweza nikaweka nyimbo zangu mtandaoni ili mtu hata kama akija ana lengo la kusikiliza ngoma zangu, sio nimsikilizisha kwa simu mwanangu sikiliza ngoma, hapana. Yani ni uwe na uwezo wa kumwambia kwamba ingia platform fulani utakutana na Rick Melody, unaweza kumpata na ukasikiliza ngoma zake. Kwa nika option kwanza kutengeneza ngoma kali. Nikatengeneza kweli, nilipomaliza nikafanikiwa, namshukuru Mungu, nikaweka ngoma Boomplay kwenye platform zote za muziki mpaka YouTube huko. Kwa nikasema ngoja nitengeneze kitu ambacho ni kizuri.
ambayo ni video ambayo ni quality, hata kama naanza kweli muziki mtu akiona kweli kwamba udogo anaanza lakini ana kitu, sio nianze kinyonge. Umeona, kwa nikatengeneza kitu kikali ambayo ni video nzuri. Kwa rasmi hapo ndo nikaanza muziki wangu. Okay. Ndo video yangu ya kwanza na kushuti, na mshukuru Mungu nilifanikiwa, na kwa namna moja mzazi nilimshirikisha kwa mara ya kwanza, mzazi ndo akanisupport. Okay. Yeah. Okay, mtazamaji, bwana tuko na mtoto wa Igunga. Vijana wa Tabora kunajiita watoto wa Mboka. Sio kama unalijua hilo jina? Yeah, nalifahamu. Watoto wa Mboka. Okay. Wanyamwezi. Okay. Sasa pengine mpaka hivi sasa umefanikiwa kurekodi nyimbo ngapi? Mpaka sasa ambazo nimerelease ziko 9. Lakini kuna zingine nyingi sana ambazo ninazo, ni nyingi sana. Okay, kwa hiyo hizi 9 zinapatikana kwenye platform zako? Yeah, unazipata Boomplay, ukiingia YouTube, kwenye all platform ambazo unaweza kusikiliza muziki. Spotify, kote huko unaweza kaingia ukasearch Ricky Melody ukapata. Na EP yangu ambayo inaitwa Blessing of Gods ambayo imetoka mwezi wa pili, ilikuwa mwezi wa pili. Kwa hiyo unaweza kaingia huko YouTube ukasearch Ricky Melody ukasikiliza muziki mzuri, na pia kuna kazi nyingi ambazo zinakuja. Kwa unaweza ukasubscribe channel ukafollow kwenye channel zote ambazo unapatikana Ricky Melody kwa ajili ya kupata updates na kazi nyingi ambazo ninakuja kuwaaminisha watu kwamba nina kitu ndani yangu. Yeah. Okay, mpaka hivi sasa tuna video ngapi? Mpaka sasa tuna video 1. Lakini kuna nyingine pia tunategemea kufanya. Okay. Yeah. Yeah, okay. Ambao uko nayo sasa hivi inaitwaje? Ambayo niko nayo sasa hivi inaitwa Nitalala. Okay. Yeah. Hii ngoma pengine labda nikianzia kuanzia audio imefanywa na producer nani, lakini pia hata video imefanywa na director nani? Audio imefanywa na producer Oxy, lakini video amefanya director Daiza ambaye yuko Igunga. Mwanangu anajua sana, lakini yuko machimbo ambayo ni kijijini, lakini ni anatisha sana na anafanya vizuri sana, anafanya vitu vikubwa. Akija kupata kitu akija kupata budget kubwa ambayo inaweza ikamfanya akafanya kitu kizuri kikubwa, hakuna director ambaye anaweza kumshika. Okay, pia mtazamaji wa Center Zone Plus TV, mimi ni miongoni mwa watu ambao tayari nishawahi kupreview ama nimesha preview ile video ambayo inaitwa Nitalala kutoka kwake msanii Ricky Melody, kama ambavyo nimekutambulisha awali. Jamaa anafanya vizuri sana, na ili upate ushahidi wa kile ambacho tunakizungumza hapa, unaweza kwenda kwenye platform yake hasa YouTube pale, ukiandika Ricky Melody utakutana na hiyo video ambayo inaitwa Nitalala. Ni bonge la video kali sana. Pengine ni nani ambao unamwangalia hasa kama role model wako hivi sasa katika industry hii ya music? Role model wangu mimi always King. Okay. King Kiba. Yes, napenda na najifunza vitu vingi sana kutoka kwake kwenye uimbaji. Najifunza sana. Ila video yako ya Nitalala nimeona kuna watu wawili ambao yani ulikuwa unawafuatilia. Yani tuseme hii sauti yako ilikuwa inaenda kwa watu wawili. Nikutajie? Niko unamgusa Vanilla. Unamgusa King. Si kama hicho kitu umekigundua? Yeah, naweza nikasema hivyo, lakini ukimwangalia Vanilla almost unaweza kumkuta ni mule kwenye King, lakini mara nyingi sana mimi namfuatilia Alikiba kwa sababu napenda muziki wa live. Okay. Umeona, kwa najifunza vitu kwake kwa sababu ana vitu vingi sana ambavyo unatakiwa ujifunze msanii kutoka kwake, sio tu maisha anayoishi bali kwenye uimbaji. Kwa nampenda ni kwa sababu jinsi anavyoimba na najifunza vitu kutoka kwake kwenye uimbaji. Okay. Yeah. Sawa, tunaweza tukaambia labda wasanii ambao ni chipukizi ambao pia wanatamani kufanya video nzuri kama ambayo umeshakuifanya. So budget ya chini pengine ambayo mtu anaweza kaiandaa kwa ajili ya kufanya video kama ya kwako ni budget gani? Cha kwanza napenda kuwashauri, kwanza kazi yoyote ambayo unaifanya hata kama ni underground, kitu cha kwanza fikiria kuwa creative, kwamba nafanya kitu japo ni cha bei ya chini, budget yake ni ya chini, lakini nakifanyaje, nakifikishaje kwa watu ili kionekane ni cha tofauti. Usishuti tu video ili mradi ionekane imeshuti umekaa kwenye magari, si umekaa sehemu fulani. Tengeneza kitu ambacho kita attract watu wakikiona wakasema yes, kweli hapa dogo ana kitu, ila kuna kitu tu alifeli ambacho ni budget. Ukiangalia mimi kwenye ile video niliyoshuti, bro
zidi 400,000 ile video, lakini nilikaa nikafikiria, nilikuwa na option za kushuti video njia ya kimaskini, lakini nikaona hapana, siwezi kufanya hivyo, siwezi kuanza kinyonge. Kwa nikakaa na director wangu tukashauriana, kuna 1 2 3, lakini pia wewe kama msanii una kitu, hautakuwa na uwezo wa kufanya kitu ambacho ni cha chini, lakini pia usubutu wa kufanya kitu. Usiwe mtu wa kulalamika sana kwamba sina support. Jipush wewe mwenyewe, jichange kadi mdogo hivyo hivyo. Kuna mahala utafika, utafanya kitu kizuri na watu watakushika mkono, kwa sababu ukitegemea mtu akushike mkono kwa dunia sasa hivi bila kuonyesha wewe mwenyewe effort yako, hauwezi kufika mahali bro. Kwa mimi nilikuwa sina management na nilikuwa na uwezo wa kujipambania mwenyewe, na nikaweza kufanya kitu kikubwa ambacho ni kizuri, watu wakikiangalia wanasema yes ni kizuri. Lakini kwa sasa na management ambao ni Franoka Company Limited ambao wananisimamia, ambao soon chini ya usimamizi wao tutaanza kutoa kazi ambazo ni nzuri. Kwa hiyo napenda kuwashauri wasilale. Ni kwamba uko under label ama kwa sasa niko chini ya usimamizi. Okay. Yeah. Pengine wanapatikana wapi jamaa ambao wanakusimamia? Na wako hapa Dodoma. Okay. Yeah, tulikutana nao hapa Dodoma. Nakumbuka ilikuwa kwenye show, nimetoka zangu chuo. Yes. Nimeenda, nilialikwa tu. Yaani kama kualikwa, nikaenda kweli, kufika nikafanya performance. Yaani nilipofanya, yule bro akatokea kupenda kile kitu ambacho ninachokifanya na akaridhia kabisa kwamba bana wewe utakuwa chini ya uangalizi wangu. Kwa tukawa tumekaa tumekubaliana kwa kuanzia sasa hivi niko under management ambao ni Franoka Company Limited. Wanasimamia mimi tu, wanasimamia vipaji vingi sana. Okay. Ukiangalia kwenye masuala ya models, masuala ya fashion show, pia wanasafirisha mizigo, kwa hiyo wanaweza kukusimamia pia kwenye kusafirishaji wa mizigo, lakini wananisimamia mimi ndo kama msanii wa kwanza pale. Okay. Yeah. Pengine umejisikiaje mara baada ya kupata hiyo chance ya kupata msimamizi katika kazi yako ama katika kipaji chako, kile kitu ambacho unakipambania siku zote? Kitu cha kwanza namshukuru Mungu kwanza. Pia najisikia furaha. Kikweli ni kitu ambacho nilikuwa natamani. Ukiangalia mimi mazingira niliyokuwa naishi kule Igunga hamna media yoyote bro. Yes. Lakini nilikuwa nafanya muziki na nafanya vitu vikubwa tofauti hata na mtu ambaye aliyeko Dar ambapo kuna kila kitu anaweza akapata. Kwa ilikuwa inaniwia ugumu, namfuata mtu namuelekeza, hakuelewi. Unajua sio kila mtu anajua muziki bro. Yeah. Kwa unamuelekeza hakuelewi. Kwa ilikuwa inaniwia ugumu. Kwa nimekuja hapa Dodoma nilipopata, nikamshukuru Mungu kiukweli, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa napambania sana. Yaani nilikuwa nikilala nikiamka nawaza nitapata wapi management. Kwa namshukuru Mungu nimefanikisha. Na kiukweli nitafanya vitu vikubwa ambavyo watu wanipe skill. Okay. Mimi ni kwamba kuanzia sasa utakuwepo hapa Dodoma ama utakuwa unaendelea na shughuli zako, lakini pia vipi kuhusiana na career yako ya udokta kama ambao umeweza kuzungumza awali, bado unaendelea nayo ama umeshaiacha pembeni, uko na kipaji sasa? Nafanya kwa sababu ni professional wangu. Okay. Nafanya, lakini kwa sasa nipo kimasomo. Kwa najiendeleza. Niko kimasomo St. John pale nasoma health service management. Niko nasoma pale mwaka wa kwanza. Nimeweka kwanza pembeni, lakini ni professional yangu, siwezi nikaiacha. Okay. Lakini passion kabisa iliyoko ndani ya moyo ni muziki bro. Yaani upo kwenye damu, siwezi nikauacha. Yeah. Okay. Rick Melody, mpaka hivi sasa pengine kuna tuzo ngapi ambazo umeshawahi kushiriki, na pengine naweza kusema kwamba labda pengine una vikombe vingapi mpaka hivi sasa? Nimeshiriki tuzo nyingi sana. Yes. Lakini bahati mbaya sikuweza kufanikiwa zingine. Kwa sikukata tamaa. Kitu kwanza cha kwanza sikukata tamaa. Kwa Mungu kajalia, nimekuja nimefanikisha, nimechukua tuzo 3. Kwenye St. Jude's Awards nimetoka na tuzo 3 ambayo ni ya kwanza Best Male Singer, ya pili ni Best Music Video, ya tatu ni Best Music Song of the Year. Okay. Yeah. Okay, umejisikiaje mzee mara baada ya kupata hizo tuzo 3 bila shaka, si ndivyo? Yeah, najisikia furaha kwa kweli. Nawashukuru mashabiki zangu wote walionipigia. Lakini pia imenimotivate pia mimi kuweza kuendelea kufanya vitu vizuri, kwa sababu wameniaminisha kwamba naweza, na
sitawakatisha tamaa kwa kile kitu ambacho wamenipigia kula. Kwa nitafanya vitu vizuri na wategemee vitu vikubwa kutoka kwangu. Lakini pia na dedicate pia hizi tuzo zangu kwa mama yangu mzazi Regina Barnabas Shija na baba yangu William John Mpeja, ambao wamekuwa wakinipambania tangu nakuwa mpaka sasa hivi nafika hapa. Kwa na furaha kubwa, wanipe support tu mwanao, natamani kufanya vitu vikubwa. Kwa hichi ni kitu kizuri kwangu na ni mwanzo, na nitaendelea kufanya vitu vizuri zaidi. Hivyo. Sasa inawezekana mtazamaji tumemwacha kidogo kuhusiana hizo tuzo ambazo umeweza kuzungumza, zinaitwa Sosjud Awards ndivyo 2025. Pengine ni nini maana yake hapo? Tunaweza tukawa tumemwacha kidogo. Ni tuzo ambazo labda naweza kusema kwamba zimeandaliwa na watu gani? Hizi tuzo zimeandaliwa na chuo cha St. John. Okay. Pale ndio maana zikaitwa kwa kifupi St. Jude Awards 2025. Kwa ni tuzo ambazo zinatokea pale St. John, ambapo washiriki ndio tuchukua sisi wahusika wanafunzi wa pale. Hivyo. Okay, pengine una mpango wote kushiriki tuzo zaidi ukiachilia mbali na hizi tuzo za kichuo? Mpango upo na sio kwamba tu nimekuwa nikishiriki pale. Yes. Nimekuwa nikishiriki vio vingi ambao ni UDOM, lakini sikuweza kupata nafasi ya kushinda. Ukiangalia tulikuwa tunachana namba ndogo sana. Kwa ndo maana ilikuwa inanimotivate mimi kuendelea kushiriki tuzo zingine zaidi. Kwa sikukata tamaa, ndo maana Mungu kajalia kasikia kilio changu bro, kama kuni brace. Yeah. Okay, kwa wasanii chipukizi hapa Tanzania ni msanii gani ambaye pengine unamuona kwamba huyu naweza nikachuana naye sasa? Kuchuana. Hapo kwenye kuchuana. Unajua inategemeana na msanii yupi. Labda kwenye kuchuana bro, kila mmoja na nafasi yake. Yes. Yaani siwezi nikajishindanisha kwamba eti labda Dogo Paten nishindane naye au Vanilla nishindane naye. Mimi au ni namba nyingine kwa sasa hivi kwa sababu wana fan base kubwa. Okay. Labda ukisema labda naweza nikafanya naye au napenda jinsi anavyofanya. Kwangu mimi ni Vanilla. Okay. Napenda sana anavyoandika, jinsi anavyoimba. Napenda na natamani siku moja nifanye naye kazi. Ukiachana na King Kiba. Nataka uanze na Vanilla. Kwa wasanii ambao kwa sasa hivi natamani. Japo wapo wengi kina Ibra. Ni watu ambao pia wanani-inspire kuendelea kufanya. Mimi kuna vitu ambavyo naangalia kwa wasanii, uandishi. Yes. Ni kitu ambacho napenda, uandishi. Ni mtu anakaa kabisa serious anatengeneza ngoma kwenye kuandika, ndo napenda. Ni mtu akiandika vizuri always mimi nitakuwa fans wake. Okay. Hivi unafikiri ni kitu gani ambacho sasa hivi wasanii wengi kinawafanya wanapotea kwa muda mchache? Unakuta mtu ana hit kwa muda mchache afu then anapotea. Unafikiri wanakoseaga wapi? Kitu cha kwanza heshima. Yaani unakuta mtu katoa ngoma. Yes. Sasa kuweza kumaintain kile akishakuwa maarufu anasahau kule alikotoka. Zile hustling zinapungua za muziki. Jinsi alivyokuwa na hustle mwanzo na alipokuja kupata upepo ambao umekuja ukamchomoa, heshima ile ya kuendelea kufight inapungua bro. Kwa unakuta anashindwa kumaintain. Lakini kitu kingine tuseme si naweza nikaikaje hii kauli. Mtu anatoa ngoma kwenye uandishi, unajua heshima nilivyosema pale. Yes. Inaweza kutegemeana na mtu kwamba anashindwa kuwa na consistency ya kuendelea kufanya matukio ambayo ni mazuri. Yaani unatoa ngoma yako hiyo unashindwa kuja kuipiku. Yaani kuipuku tuseme kutengeneza ngoma kali zaidi ya ile ambayo uliyotengeneza. Kwa watu walikupa sikio mwanzo wakaamini utaendelea kuwapa vitu vizuri ambavyo ni new. Lakini wewe unabweteka, unaanza kufanya vitu vya kawaida, hustling zinapungua. Okay. Yaani una relax kwa sababu unaamini kwamba kuna mahali nimeshafika, nimetoboa. Yaani unamwona kama Diamond. Yes. Diamond ni mtu ambaye anapenda kufanya kila siku vitu vizuri na vipya. Umeona, ndio maana haishii hapa, anaendelea juu.
Kwa ni mtu ambaye anaendelea kuhustle, anacho na ana fan base kubwa, lakini anaendelea kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa hajabweteka, lakini unakuta mtu katoa kangoma kamoja katoboa, tayari anaanza kubweteka, anajiona tayari kashafika mahali, kumbe mahali bado hajafika ambapo anapahitaji. Kwa that's why anarudi chini. Na kurudi chini kuja ku maintain tena kurudi juu huwa ni ngumu bro. Kwa issue ni respect na kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya kazi nzuri zaidi na zaidi na zaidi ili watu waendelee kukuamini zaidi. Hivyo tu. Okay. Mzee Baba, si kuja kupata umaarufu. Umaarufu ni kitu ambacho kinaweza kikakufanya ubadilishe maisha ambayo ulikuwa unaishi mwanzo? Kwangu mimi kwanza umaarufu ni mzigo ujue. Kwanza hicho cha kwanza. Lakini kwangu mimi kwanza kitu cha kwanza nimelelewa mazingira ya kidini nyumbani. Kwa umaarufu kwangu na uchukulia ni kitu kingine na maisha ya kawaida ni kitu kingine. Mimi kuna watu chuoni unaweza kukaa hivi ukauliza Ricky Melody ni nani na umekaa nao hawanijui, ila wanajua tu kwamba Ricky Melody anaimba na anafanya kitu fulani na wanajua kazi zangu ni nzuri. Lakini kwenye maisha ya uhalisia napenda kuishi maisha ya uhalisia. Siwezi nikajiona kwa sababu nafanya music au na fan base fulani nikaanza kujitenga na mtu ambaye ana maisha ya kawaida. Naishi naye huyo mtu na naendelea kuishi naye kwa maisha ya kawaida. Lakini ninapokuja swala la muziki naenda kujiweka kama muziki. Kuna level fulani sawa nikifika nitalinda brandi. Kivipi? Yani kwa kuishi maisha kulingana na brandi husika. Lakini siwezi nikawatenga jamii husika ambayo inanizunguka kwa kuishi eti ni waignore kwa sababu wao ni na mimi ni tofauti. Hapana. Siwezi. Sawa. Bana, Ricky Melody, pengine una mahusiano yoyote ya kirafiki ama ya kimapenzi? Mahusiano ninao.